Habari mbaya kwa Young Africans ni mara baada ya maamuzi kutolewa na wenye mamlaka ya soka hapa Tanzania kuhusu mechi ya Mbeya City na Young Africans. Tukio lisilo la kiungwana lililoonyeshwa na Ibrahim Baka kwa mchezaji wa Mbeya City limetolewa maamuzi. Mwamuzi wakati pamoja na Ibrahim Baka aliyefanya tukio lile wamepewa adhabu ya mechi 5 kutokushiriki katika ligi kuu yetu ya NBC. Hizi taarifa umezipokea vipi na kwako maoni yako ni yapi? Kwanza kamati imenifurahisha. Cha kwanza kamati imenifurahisha, na kama mwenendo huu utakuwa sahihi wakaenda na timu zote za hapa mjini, kanuni hii kafuatwa, basi wachezaji watakuwa wameelimika. Cha kwanza. Lakini cha pili, tumechukua hatua kufungia waamuzi. Hii michezo ndani ya waamuzi walikuwa waamuzi wangapi? Mechi ya JKT na wamefungwa watu wote. Waamuzi wamefungiwa. Sawa, JKT na Azam. Wote waamuzi wakati kafungiwa na pembeni wamefungiwa. Kwa nini ya Yanga na Mbeya City hao wengine hawakufungiwa? Mna vizuri. Kwa hiyo natamani kuona kwamba hii kamati iliyokaa iendelee kureview tena tabia hizi nani zao, maamuzi yao au vipengele vyao, warudie tena. Hii mechi bado haijatendea haki maamuzi yake. Mechi ya Yanga na Mbeya City bado haijatendewa haki. Kama kunawezekana ukaa waende kuangalia walikuwa wapi. Kwenda chaki line mtu wa mwisho anakaa anaangalia, mshike bendera anakuepo anaangalia. Yeye ndio nafasi yake. Na muamuzi wa kati anamtegemea mshike bendera. Sio maana yake. Kwa nini ya kumuona? Mnamwachaje huyu? Mnawaachaje kibendera? Tunaangalia mechi nzima. Waliharibu mechi yote, wafungiwe mechi 5 kama ni adhabu imepitishwa wote iwe hivyo. Na tunaomba kila mechi ambayo itaonekana na madhaifu wawe haraka kuangalia matokeo kama haya. Hatutaki baadhi ya timu waangalie kwa watu waamue kwa haraka, baadhi ya timu wasubiri kwanza mpaka msimu uishe. Tunaomba hizi kamati zao kama wameamua kwenda kwa ngadu na wanaofanya kuharibu mchezo mzima, adhabu zitoke kwa wakati. Adhabu zitoke kwa wakati na sio kuchagua aidha baadhi ya timu. Kama Yanga kafanywa hivi, Azam kafanywa vile, Mashujaa kafanywa vile, na wengine nao wafanywe hivyo hivyo. Tusingependa kuona adhabu kali sasa zimeanza mwisho wa katikati hata ligi 5 hajafika, wengine wanafanya hivyo, maamuzi yabadilika. Mnaelewa vizuri? Kwa hiyo baada yangu mimi au wasiwasi wangu mimi kuona kwamba maamuzi yaliyofanyika kwa waamuzi, bado maamuzi mmoja amemonea. Maamuzi wakati wa mechi ya Yanga na Mbeya City, maamuzi wakati kaonewa. Hakuwa peke yake, walistahili wote kama kifurushi walipoa dhamana ya mechi ile, wote waadhibiwe. Unamwadhibu mmoja wengine unawaacha. Kwa nini waache? Kama mmoja anza ligi bora, tuanzie kwa waamuzi. Waamuzi wapata adhabu basi. Tuje tena vizuri. Lakini huwezi kumuonea maamuzi mmoja wakati wa bendera ambao wana dhamana kuangalia nani offside, nani foul, nani unawaacha. Haiwezekani. Mimi binafsi sijaridhika na hiyo kitu. Nimeridhika adhabu kutoka, sijaridhika na kina nani wameadhibiwa. Nafikiri mnaona vizuri. Nimeridhika na adhabu kutoka, sijaridhika na kina nani wameadhibiwa. Kuna watu wameadhibiwa, kuna watu hawakuadhibiwa. Wale ambao hawakuadhibiwa na walikuwa kwenye mchezo, kwa nini hawakuadhibiwa? Hapo naomba kanuni au wakae kamati hiyo wakae wajiuze tena. Warudie zile review zao. Lakini kwa adhabu hiyo ya mechi 5 kwako unaona inastahili? Kwa sababu wao wamekaa na hizi kanuni natungwa na vilabu vinakuepo. Vilabu vinakuepo, kila mtu anakiona kinachokwenda kuamuliwa msimu huu, kwa hiyo wameadhamulia. Lengo ni kuvaa mchezaji kwa sababu mpira sio adhabu. Mpira sio kuhatarishana maisha. Umeelewa? Inawezekana mpira mchezo wa wazi, kila mtu anaweza kuona. Aliona kaona, ndio kama huku bwana kutoka hii penalty kutoka huku hivi, ndio maana watu wamefungiwa. Wachezaji tunakwenda kwenye michezo. Michezo si kukamiana kivile. Michezo mpira ndio kazi ya mtu. Haizi timu hapo naambia wachezaji. Mchezo mpira ndio kazi yako. Wewe ukifahamu mwenzako asicheze, maana umeharibu ajira yake. Umeharibu mahaba yake. Unaona? Tukasema mchezo kufuata sheria za mchezo zinasemaje? Adhabu iliyotoka. Mimi binafsi ningeshauri bado kubwa sana. Hii ya mchezaji kwa sababu mchezo kazi yake. Mnaelewa? Adhabu ya mechi 5 mimi naona ni kubwa sana. Kwa sababu kama maamuzi angeiona, angetoka nyekundu, angekosa mechi 3. Ingesimama tu mechi 3 akose, maisha mengine yaendelee. 5 kali sana. Ila kwa waamuzi ambao ndio tunalalamikia, wao ndio ibidi wachukue mechi 5. Sio vizuri. Mchezaji kazi yake. Mchezaji kama angeona na muamuzi ni kadi nyekundu. Kadi nyekundu straight ni mechi 3. Sema nake
basi mchezaji angeadhibiwa na hii kamati kwa mechi 3 akose, ila muamuzi alopelekea kuharibu mchezo huu ili ajifunze ndio angepewa mechi 5. Sima ndio vizuri. Kwangu mimi ninachokiona mimi kwa mchezaji kupewa mechi 5 kukosa mechi 5 ni adhabu mbaya, haistahili. Ila yule aliyesababisha ndio hapa adhabu ili kesho asirudie makosa yale, au makini kwenye sehemu yake ya mchezo. Kwa sababu mchezaji hakutaka kutokuamuliwa aadhibiwe vipi. Ni muamuzi kosa lake. Kwa sababu mchezaji yeye muda ule yupo kwenye hali mbaya ya kichwa. Umeelewa? Kama muda umechemka. Kwa hiyo wewe ndio unapaswa kumtuliza na kuona bwana hapa sio, hapa fanya hivi. Ndio kazi ya muamuzi. Kwa hiyo leo adhabu ya muamuzi hiyo inafanya na mchezaji? Hapana. Haiwezekani ndio. Yaani unamaanisha kwamba angejiadhibu mwenyewe basi. Yeye kwanza hizi. Na kama kamati imekaa, waamuzi wapate adhabu kali zaidi kuliko wachezaji. Kwa sababu mchezaji hawezi kujiadhibu mwenyewe uwanjani. Niko sehemu gani? Niko eneo gani? Nafanya nini hapa? Yeye ndio kwa mpira. Wewe ambao unakimbia kuona sehemu gani anakosea, wewe ndio unastahili kupata adhabu. Kwa muamuzi atakiwa pewe saa mechi 5, lakini mchezaji mechi 3 kwa mujibu wa kadi nyekundu, hapa mechi 3 apewe kesho asirudie kosa lile. Umeona vizuri? Lakini muamuzi ndio tunasema hao ndio wanatakiwa pewe adhabu kali. Leo unampa muamuzi wakati kadi michezo 5. Alafu angevishika bendera ambao wana haki na dhamana kusema offside sio, walikuwa kwenye mchezo, hawapati adhabu. Kwa nini hivyo? Nini mmekiangalia hapo? Hapo tamashaka. Mmeangalia nini hapo? Kama tumeamua package moja ya Azam na JKT, waliocheza mchezo wote pale wameharibu mchezo, wote wamefungiwa mechi 5. Wote ndio waamuzi wamefungiwa mechi 5. Fine. Huyu waliharibu mchezo wa Simba wa Yanga na Mbeya City. Kwa nini hapa mechi 3? Mechi 5. Kwa nini huyu adhibiwe wengine wasiadhibiwe? Tunasema waamuzi ni package. Package yote iliharibu mchezo, basi adhibiwe package. Na kuhusu adhabu ya muamuzi na ya mchezaji, wewe umeona hazifai kuwa sawa. Hazifai kuwa sawa. Mchezaji yupo kwenye motion mbaya, kwenye wakati mgumu. Alipo hajui kwa sehemu gani eneo la uwanja kwanza. Mchezaji anaweza kujua akafa tukio, hajui, lakini muamuzi anaona yuko kwenye boxi, yupo kwenye sehemu gani yupo, atalishi. Kwa hiyo muamuzi akuwa makini, kama muamuzi ndio kumuongoza yule, muamuzi apewe adhabu kali, adhabu ya wote fanana adhabu kali. Wote sawa, haiwezekani. Hapo akae chini udie tena. Muamuzi karibu, wewe muamuzi na wenzako wote wamshika bendera wapate mechi 5 kupumzika. Huyu mchezaji ambaye wewe kumuona na yeye hajui kama alifanya kosa, kwa sababu ndio kufanya kosa sio kama ni sheria. Sawa? Hautoadhibiwa au eti usiadhibiwe kwa sababu ulikuwa hujui. Utaadhibiwa kwa sababu ulikuwa unajua. Amefanya kosa, anapewa mechi 3 apumzike nyumbani. Muamuzi ambaye ameharibu ile apewe mechi 5. Haziwezi kufanana adhabu zote sawa. Lakini Salumu, wenye mamlaka wenyewe litahadharisha mapema na kusema kwamba msimu huu kanuni zitafuatwa na sheria kama vile ambavyo ziliwekwa. Bongo Headline, mimi sijakataa na wala sijapinga kufuata sheria. Mimi nipo kwenye maoni ya hizi adhabu. Hizi sheria ziko sawa sawa kufuatwa, na ndio maana nimesema hivi, nani anachezesha mchezo na nani anacheza mchezo. Huyu anachezesha yuko peke yake, anaweza kuangalia nani anakosea nani anaweza. Ni rahisi kuona matukio. Kama tutampa adhabu ya kukosea, amekosea yeye. Kwa hiyo mimi kuna kusimamia sheria za walizozungumza, mimi niko sahihi kabisa na wala sipingi, niko sahihi. Lakini wakaangalie adhabu za kuwapa anayechezesha na anayecheza mpira. Mchezaji apewe kulingana na aina yake ya uchezaji, yeye anaangaliwa. Lakini huyu anaangalia ameshindwa kuangalia, huyu adhabu yake kali zaidi ili kesho asirudie makosa yale. Kwa hiyo siko tofauti na kupiga sheria zao. Wazeka hapana. Niko na tofauti ya adhabu ambazo wanapewa au umeziamulia. Kama muamuzi mechi 5, huyu mchezaji apewe mechi 3. Kwa sababu yeye hahusiki na kuona, yeye anahusika wala mwambii muamuzi usilipe kadi. Umeniona? Hana muamuzi, hana excuse pale. Yeye ndo anaona kadi nyekundu pale, basi imeisha. Kwa hiyo mimi maoni yangu ningependa sana muamuzi apate adhabu kali kuliko mchezaji. Shukrani sana Salum kwa maoni yako. Karibu sana siku nyingine.